huu tuko mwaka 2026. Tuna wanafunzi hao mliowataja. Mwaka 2000 wanafunzi waliopo darasa la 5 leo wataingia form 1 na wanafunzi walioko darasa la 6. Yaani wanafunzi wa darasa la 5 darasa la 7 yao ni darasa la 6, na wanafunzi wa darasa la 6 waliopo leo darasa la 7 lao ni darasa la 7. Kwa hiyo wanafunzi wa darasa la 6 watakapokuwa darasa la 7 na wanafunzi wa darasa la 5 watakuwa la 7 kwa maana la 6. Kwa hiyo kama leo hii tunaiona hayo makuzi ya wanafunzi madarasani, maana yake tuna mwaka ambao tusipojipanga tutalia, kwa sababu madarasa mawili yanakwenda kuungana na kuwa form 1. Kwa lugha nyepesi, Mstahiki Meya kupitia baraza lako la madiwani, ujenzi huu wa magorofa isiwe kwa hisani, iwe ni agenda ya kudumu katika vikao vyenu vyote. Magorofa kwa sababu kwanza ifikapo mwaka 2040 wataalamu wanasema idadi ya watu ulionayo leo itakuwa mara 2. Kwa kama leo tuko milioni 61, maana yake ifikapo mwaka 2040 ambao ni kesho tu, wala sio mbali sana, tunazungumzia watu milioni 120 plus. Lakini kama mjuavyo, idadi ya watu inapokuwa, ardhi hainyumbuki, ardhi inabaki vile vile. Sasa maelekezo yangu kupitia hilo ni haya yafuatayo. La kwanza, huwa mara nyingi nikiangalia kwenye clip mbalimbali, nikiona wanafunzi wa mkoa wa Dar es Salaam na katika wilaya zake wanakaa chini, hawana madawati. Katika manispaa kubwa kama hizi, ambayo manispaa hiyo inakuwa inaongozwa na mkurugenzi mwenye degree na aliyeaminiwa na rais, inakuwa inaongozwa na Mstahiki Meya aliyeaminiwa na wananchi na aliyeaminiwa na madiwani, na wilaya hiyo inakuwa iko chini ya mkuu wa wilaya aliyeaminiwa na serikali na aliyeaminiwa na Mheshimiwa Rais, na ina maafisa elimu wake wenye madigrii vile vile. Nataka niwathibitishie wanafunzi kukaa chini wala sio mipango wala sio uhaba wa fedha, ni ukosefu wa mipango, kwa sababu kila mwaka lazima uwe na projection ya si chini ya miaka 5, 10 mpaka 15, uweze kujua kama leo na form 1 900, maana yake ni kwamba mwakani very likely kuwa na form 1 1100, ongeza hata 200. Lazima ujiulize watakaa wapi, watasomaje. Na mimi mkurugenzi, hela huku nje ipo, bado tumeacha mianya ya kukusanya kodi mingi iko loose. Wananchi wetu wengi kwa bahati mbaya sana huwa wana ile voluntary, ule moyo wa hiari wa kulipa kodi. Sasa kwa sababu pesa mnayokwenda kukusanya mna ushahidi wa kutosha kwamba inakuja kufanya vitu kama hivi, ni muhimu kukabana kweli kweli, pesa ipatikane na mfanye investment hii kubwa. Zamani tulikuwa tunaita hata kwenye yale mashirika, tulikuwa tunasema lazima wao wanalipa kitu kinaitwa corporate social responsibilities. Sasa hivi tumebadilisha, inaitwa corporate social investment, kwamba wajue wanatakiwa kuinvest kama makampuni, walete pesa, mjenge madarasa. Na mheshimiwa mkuu wa wilaya, mnaweza mkaamua tu kwamba sisi katika wilaya ya Kinondoni kwa miaka 5 ijayo investment yetu kubwa sana tunataka ihamie kwenye madarasa na mabweni only.
au investment yetu kubwa nataka ihamie kwenye hospitali au kwenye kitu gani? Na kwa sababu shule huwa hazipati private sector mara nyingi, hospitali ni rahisi kupata private sector. Huko unaita private sector, halafu wewe pesa yako inakwenda kwenye shule, mnawekeza. Leo mkiangalia malalamiko makubwa ya wanafunzi wetu, wamechelewa kurudi nyumbani, daladala haipaki kupakia wanafunzi kwa sababu wana pesa ndogo. Hii maana yake nini? Maana yake maafisa wetu katika halmashauri zetu, wakiwemo maafisa elimu, watusaidie kuplan na njia sahihi za kuweza kuwa na mabweni ya kudumu kwa wanafunzi ambao leo watakuwa wanajiunga na kidato cha kwanza. Leo mkaangalieni sana matokeo ya form 4. Dar es Salaam tunafanya vizuri, lakini sio vizuri sana. Mnajua kwa sababu gani? Pamoja na sababu zingine zote, lakini kwa sababu watoto wetu pia wamezagaa sana kama nyani pori. Anapotoka hapa shuleni ameshaachana na mwalimu, hakuna tena ufuatiliaji hapo katikati kujua amepanda daladala saa ngapi, anafika nyumbani saa ngapi. Mzazi anaingia alikuwa kwenye foleni na mtoto anaingia alikuwa kwenye foleni, wakikutana saa 2 wanapeana pole, hata kama mtoto ametoka kwenye vichaka vya kwenda kufanya uovu. Kwa hiyo tukimanage vizuri watu wetu wakawa hapo, itasaidia sana. Hayo ni maelekezo yangu muhimu na madhubuti. Lakini namba 2, shule hii mkiangalia na hii barabara, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, napokuja hii barabara nimeona, naweza nikasema imejaa wafanyabiashara kwa biashara ambazo hazipendezeshi mji. Imejaa scraper kila mahali. Sasa ni muhimu pia tukawa na ubunifu wa ziada kujua kwamba miji yetu sasa inakuwa, scraper zikakae wapi na wapi vikae vitu visafi. Jamani, tumezoea kwamba unaweza kaingia kwenye chumba cha mtu, chumbani ukakuta hajatandika kuchafu kwa sababu anaingiaga peke yake. Lakini ukiingia sebuleni unakuta kakochi ka gharama, unakuta tu vitu vya gharama kwa sababu kila mmoja anaingia. Uongo kweli? Hii ndio sebule ya Tandale. Kama ndio sebule ya Tandale, manake lazima tujielekeze kwenye kupanga vitu. Sasa tukiongea namna hii, kwa mfano wenzangu wa Chama cha Mapinduzi akiwepo mwenyekiti, kazi hiyo ikifanyika mnaweza mkasema jamani, wapiga kura wetu. Lakini hakuna namna unaweza kufikia kuwa na mji ambao uko salama na sahihi msipokuwa na maamuzi magumu. Hamwezi wala mji kufikia huko. Lazima kuwe kuna maamuzi ambayo yanalenga kustawisha mji wetu. Miji mingine yote hata mkienda duniani kote, leo hii Tandale, yule mzee wangu mwenyekiti yuko hapa, Tandale ya miaka ile sio Tandale ya leo. Uongo kweli? Sasa Tandale leo amezungumzia uwekezaji, lakini zamani hakuna mtu alikuwa anakuja kuwekeza Tandale. Kulikuwa uswahilini, kulikuwa kuna vibaka, kulikuwa kuna vitu vya namna hiyo. Lakini leo watu wanakutika kuja hapa Tandale, na mimi mwenyewe nimekaribishwa. Manake ni kwamba Tandale hapa inaendelea kubadilika. Baada ya miaka 5 10 yatakuwa ni magorofa matupu, na pengine shule yetu hii itakuwa inaonekana kwa chini hapa. Uongo kweli jamani? Manake ni kwamba lazima tukimbizane katika kupanga mji wetu. Kwa hiyo hayo ni maelekezo namba 2. Namba 3, kwa sababu hii ni shule iko Machoni, uwekezaji huu uliofanyika lazima uendane pia na vazi jingine. Uwezi kuvaa suti na ndala. Ukivaa suti na ndala, ukiwa unaongea Kiingereza na simu, mtu anajua huyu jamaa chizi na amekimbia Mirembe. Hata kama umeacha kiatu chako kinapigwa shushaini mahali. Maana yake ni kwamba kila vazi linaendana na vazi jenzie. Vazi zuri la magorofa haya ni fence nzuri. Fence pale nje lazima muweke fence sasa nzuri, ambayo ndio vazi mbadala la gorofa hili. Msipoweka fence hapo, watakuja hapo nje wafanyabiashara mbalimbali, anajifanya biashara, anakutongozea watoto wako hapa. Mtoto anasoma hapa, anamwaza boyfriend nje. Mtoto anasoma hapa, anamwaza girlfriend nje. Mwisho wa siku tutaingia kwenye dhambi ya kutokuwa control watoto ili waweze kuipata future yao iliyo njema, kwa sababu ya mazingira ambayo tumeharibu wenyewe. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Lakini jambo jingine, shule hizi leo mkiangalia, kama tu eneo la kujenga shule hatuna, manake ni dhahiri kwamba maeneo ya kufanyia mazoezi hayapo kabisa. Kwa hiyo namba 3, mjue mnalea watoto wazuri kwenye brain, ambao wataweza kuwa wazuri kwenye akili, lakini wanaoweza kuwa hatarini kwenye afya dhaifu. Zamani tulikuwa tunaamka, shule zetu kwanza zilikuwa mbali, si ndio? Kwa wale ambao mmesoma huko vijijini, shule zilikuwa mbali. Kwenda tu kwenye shule ni mazoezi, kwa sababu kilomita 10 unakwenda, kilomita 10 unarudi. Hakuna mtu atakwambia fanya mazoezi. Uongo kweli? Lakini leo shule hazina viwanja, ambayo sio sera kabisa ya elimu ya sekondari wala msingi mtoto kuto kufanya mazoezi. Uongo kweli? Sasa lazima tuingie kwenye ubunifu mpya. Hivi watoto hawa tunawafanyaje ili wawe ni watoto ambao wanajali michezo na wanajali mazoezi? Ni muhimu kuingia kwenye ushirikiano kati ya shule zenye viwanja na shule zisizo na viwanja, na watoto wetu kuwa wanakwenda na kujiofu, wanakwenda na kurudi, ili kuhakikisha kwamba muda mwingi wanafanya pia mazoezi. Mkiacha wakawa dormant. Leo Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tumetoka pale kwenye hospitali, angekupa dokta takwimu ya sukari na presha leo, na serikali gharama inayotumika kwenda kununua dawa za presha na sukari leo, gharama yake inaweza kuwa ni zaidi ya gharama kubwa kuliko hata gharama ya flyover ya Mfugale na flyover ya Kijazi. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi, manake nini? Tusipojizatiti huku chini leo, kesho gharama kubwa itakuwa sio kujenga barabara, itakuwa ni kwenda kutibu magonjwa ya sukari, ya mioyo, ya presha, ya figo, ya ini, kwa sababu ya wanafunzi kukosa maeneo ya kufanyia mazoezi. Mmenielewa ndugu zangu? Wazazi mmenielewa mpaka hapo? Kwa hiyo nimetoa hayo maelekezo, lakini katika mahitimisho ni maelekezo yanayoendana na pongezi kubwa kwa maslahi mapana wa Tanzania na Wanatandale kwa kujenga jengo hili zuri ambalo leo ni fahari ya kila mmoja. Nimetoa maelekezo kwa katibu tawala wa mkoa ndugu yangu Muhinte kwamba amwandikie barua katibu mkuu wa TAMISEMI kwamba sisi Dar es Salaam tunaomba yafuatayo. La kwanza, kwa sababu Dar es Salaam tumekwisha kubaliana kujenga majengo yanayokwenda juu kwa sababu ya ukosefu wa ardhi na population kubwa tulionayo, tusingependa sana muda mwingi tunapopokea pesa tuanze tena kuomba kibali cha kubadilisha matumizi ya pesa kutoka majengo msambao kwenda jengo la ghorofa. Kwa hiyo nimemwambia muandikie barua katibu mkuu akiomba ridhaa kwamba tunaomba kutoka huko TAMISEMI tunapopokea pesa kuja huku wilayani ije moja kwa moja na maelekezo kwamba hela hiyo ni ya kujengea ghorofa la shule, ghorofa la hospitali, ghorofa la neno mbele, kwa kuna neno ghorofa, ili tusipoteze muda mwingi kuanza kuomba vibali vya kubadilisha na kupata kibali cha kubadilisha kujenga. Hapa najua wamebadilisha fedha za SEQUIP milioni karibu 500 na wameongeza na mapato ya ndani ili kuzoa kupata majengo haya. Sasa jana nikiwa TANROADS niliwaambia kitu kimoja kwamba sisi viongozi tukiwa ni wala rushwa, wapenda pesa, katika miradi hii haiwezi kutekelezeka, kwa sababu ukiwa mpenda rushwa huwezi kubuni miradi hii mizuri ambayo ina manufaa kwa watu, utakuwa unajifikiria wewe. Kwa hiyo nikawaambia wenzangu wa TANROADS pale wa mkoa kwamba sisi viongozi lazima tuwe mstari wa mbele kuwakemea na kuhakikisha wanafanya kazi saa 24 wakandarasi ambao wanapata tenda ya kujenga majengo yetu. Mkandarasi mzembe ni wa kufukuza saa 11:15, kwa sababu sisi tunahitaji speed. Na hapa Dar es Salaam kazi fanyike usiku na nini jamani? Hii wakija watu hapa, mnachofanya mnakimbizana kwa sababu mnataka wanafunzi wahamie kwa haraka, lakini wakati mwingine
tunatakiwa tutumie sana zile likizo ambazo watoto wanakuwa hawapo, tunakimbizana pale, ili hapa hata watoto wetu wasio wanapita pita hapa nje kikafanyika kitu chochote au tukaingia kwenye kesi nzito. Kwa lazima uwe na haya madude vizuri ili kuhakikisha kwamba watoto wetu wanakuwa salama nyakati zote. Vunia mradi huu. Wakati unaanza mwaka 2024 changamoto zilikuwa nyingi sana, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Na kipindi ilibidi tumuondoe mkandarasi hapo. Tumfukuza kwa sababu alitengeneza mahandaki makubwa na mvua zinanyesha na alihatarisha usalama wa madarasa ya huko na usalama wa wanafunzi. Kwa hiyo tukasema lazima tuchukue maamuzi ya kumfukuza huyo mkandarasi na kumweka mkandarasi mwingine. Na tunashukuru kazi hii imeendelea kufikia hapa ilipofika. Kwa hiyo tunakushukuru sana wewe kwa sababu umekuwa ukifuatilia sana maendeleo ya sekta ya elimu katika wilaya yetu ya Kinondoni na kuhamasisha ujenzi wa haya magorofa, ikiwa pia ni mwendelezo wa maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hayo taarifa zote zimesema tuna jumla ya kata 20. Kata moja kwenye hesabu yetu ilikuwa haina shule ya sekondari na ni kata ya Tandale. Lakini kilichochelewesha sio kwamba manispaa ilikuwa haina fedha, ni ukosefu wa maeneo. Kama unavyoona Tandale ni squatter na haijakaa vizuri kimiundombinu. Tulilizungumza hili kwa muda mrefu na tulibishana sana, lakini mwisho kama viongozi tulisema lazima tufanye maamuzi magumu. Maamuzi magumu tuliyoyafanya yalikuwa ni ya kubadilisha shule ya msingi, kuchukua eneo la shule ya msingi na kujenga sekondari. Lakini tulichukua hilo eneo bila kuathiri wanafunzi waliokuwa wanasoma pale. Tuliangalia idadi ya shule tulizo nazo za msingi katika kata na tukaangalia idadi ya wanafunzi tulionao, tukawagawanya wanafunzi waliokuwa wanasoma hapa kwenda kwenye shule nyingine na wakatosha kabisa kwenye shule hizo. Lakini tulilifanya hilo kwa kutumia mipango shirikishi. Kwanza tulifanya kikao na ODC. Nikaleta hili wazo mimi mwenyewe nikiwa na mkurugenzi. ODC ikaunga mkono. Lakini tukasema lazima twende kwa wananchi tukawashirikishe. Wananchi wakaunga mkono kwa moyo mmoja. Tukafanikiwa. Na tukasema sasa tuanze na madarasa yaliyokuwepo hapa ya shule ya msingi. Madarasa yale yalikuwa ni machache, tukasema tuyarekebishe yafanane na hadhi ya sekondari. Ndio madarasa ambayo umepita umeona wanafunzi wetu wanaendelea kusoma. Lakini kutokana na eneo hili lilikuwa dogo, tukasema lazima sasa tujenge kwa kwenda juu. Na haya yalikuwa ni maoni ya Mheshimiwa Rais. Ipo timu ya watu wetu wa manispaa walikwenda upande wa pili, walikwenda Zanzibar. Wakaona Zanzibar ardhi yao ni dogo. Wamefanikiwa sana kwa kujenga shule za msingi pamoja na sekondari kwa kwenda juu. Tukasema why not Kinondoni? Idadi ya wananchi inaendelea kuongezeka, ardhi yetu inabaki pale pale. Tukaamua kujenga kwenda juu, na mkurugenzi amekwambia sasa tuna shule nyingi sasa zinajengwa kwa kwenda juu, na Tandale ikiwa miongoni mwa shule hizo. Piga makofi. Kwa hiyo mimi kipekee niendelee kuwashukuru wana Tandale kwa kukubali wazo letu, na leo lile ambalo tulikuwa tunaona haliwezekani limewezekana kwenye kata yetu ya Tandale. Eneo ni dogo hili unaloliona Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, lina kama square mita 2000, lakini tunakwenda kuzitoa madarasa yasiyopungua 24. Na shule hii ya Tandale imekuwa ni miongoni mwa shule za mwanzo kabisa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kukidhi vigezo vyote. Tumekuwa tukijenga shule zinakuwa hazina maabara. Hatuna maabara ya kemia, hatuna ya fizikia wala biolojia. Lakini vile vile tumekuwa tunajenga shule tunawasahau walimu. Hatuwapi staff room, yani ile administration block. Lakini kwenye shule hii mambo yote hayo yamezingatiwa. Umekwenda umeona hii hapa ni staff room. Umekwenda kule atakuwepo mwalimu mkuu na wasaidizi wake, mwalimu wa taaluma na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo shule hii ikikamilika itakuwa ni miongoni mwa shule za mfano ambazo zimekidhi vigezo vyote. Piga makofi kwa Tandale. Kutembea kwako kote ni jengo pekee ambalo lina herufi ya Z, kwa maana kwamba linakwenda
hivi na hivi. Kwa nini Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa? Hii inatokana kwamba na ufinyu wa nafasi, kwamba manispaa yetu maeneo mengi sasa yamejaa. Kwa hiyo mojawapo ya maazimio ya Baraza la Madiwani pamoja na maelekezo yako kwamba tuende juu sasa kwa mfumo wa ghorofa, ambapo hadi sasa manispaa Kinondoni tuna jumla magorofa 16, tunakwenda juu. Na hili mojawapo ya magorofa ambapo tunaishukuru sana serikali kuu ambapo imetuletea karibia milioni 528 katika mradi wa SEQUIP, lakini tukasema sasa haitoshi. Tukakaa na namshukuru sana mstahiki meya ambapo kipindi hicho pia alikuwa ni meya Mheshimiwa Samburu Mnyonge, tukakaa na kuazimia kwamba twende tukatenge fedha takriban bilioni 2.7 za mapato ya ndani kwa ajili ya kumalizia ujenzi wa mradi huu. Kwa nini tumefanya hivyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa? Kutokana na wingi kubwa wa watoto wetu ambao na uhitaji kubwa wa walimu. Utaona umepita kwenye madarasa, umeona kwamba katika kila darasa tuna takriban wanafunzi 70. Hapa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ni wachache, lakini ukipita katika shule zetu nyingine utaona zaidi ya hao. Kwa nini? Kwa sababu tusiseme serikali haijengi madarasa, hapana. Kutokana na wingi wa idadi na Mwenyezi Mungu ametujalia kwamba vizazi kwamba kadri siku zinavyokwenda tunaendelea kuongezeka duniani. Na tuna hii sera elimu bure, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa imewezesha sasa Mtanzania kila mmoja kwa namna yake aweze kuleta mtoto wake shuleni.